Umewahi kujiuliza ni kitu gani Mungu anataka kutoka kwako? Leo ninaenda kujibu swali hilo kwa kukupa mambo matatu ambayo Mungu anayataka kutoka kwako, au Mungu anayataka kutoka kwa mwanadamu. Shalom. Karibu tujifunze pamoja. Kitabu cha Mika mlango wa 6 mstari wa 8 inatupa mambo matatu ambayo Mungu anayataka kutoka kwa mwanadamu. Tutayaangalia haya mambo matatu kwa undani, na baadaye kidogo nitakupa siri iliyojificha ndani ya haya mambo matatu. Fuatana nami mpaka mwisho. Pale Biblia inasema, mwanadamu, yeye, yani Mungu, amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki. Jambo la kwanza. La pili, kupenda rehema. La tatu, kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Jambo la kwanza ni kutenda haki. Nini maana ya kutenda haki? Anaposema kutenda haki, anamaanisha kitu gani? Kuwapa kila mtu haki yake. Anayestahili heshima, mpe heshima. Anayestahili pongezi, mpe pongezi. Acha mambo ya kunyanyasa watu. Acha mambo ya kupendelea watu. Watendee watu wote kwa uhaki na kwa usawa. Lakini pia kutenda haki maana yake ni kusimamia iliyo kweli, bila upendeleo, kusimamia kweli. Kwa hiyo Biblia inaposema kutenda haki, maana yake ni kuwatendea watu wengine mambo ambayo yanawastahili. Kuna ile golden rule inasema watendee wengine mambo ambayo ungependa wao wakutendee wewe. Kwa hiyo mambo yote hayo yanaangukia kwenye neno haki. Kuwatendea watu wengine kwa usawa, kuwatendea watu wengine mambo yaliyo mema, kuwatendea watu wengine mambo ambayo ni mazuri, kuwatendea watu wengine kwa uzuri, kwa uhaki, kwa usawa. Yote hayo yanaangukia kwenye kutenda mema. Lakini jambo la pili ambalo tunaona Mungu analitaka kutoka kwa mwanadamu ni kupenda rehema. Sasa hapa kupenda rehema kwa kifupi kabisa ni hali ya kusamehe wengine. Ndani ya rehema tunaona kuna msamaha. Manake unawafadhili watu wengine. Manake unaachilia mambo ambayo watu wamekutendea kwa ubaya, wewe unayasamehe mambo hayo. Huko ndio kupenda rehema. Lakini pia jambo lingine linaloangukia hapa kwenye rehema ni kuwa na moyo wa huruma. Kuwahurumia wahitaji na kuwasaidia. Tunaona hapa pia inaangukia pia kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo rehema imefunga mambo hayo yote. Ni kikapu ambacho kinabeba kusamehe ndani yake. Ni kikapu ambacho kinabeba kupenda watu wengine, kuwarehemu watu wengine, kuwahurumia watu wengine. Kupenda rehema, hilo ni jambo la pili ambalo Mungu analitaka kutoka kwako. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu analitaka kutoka kwako ni kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, hapo ndani imebeba moyo wa utii. Kutii maagizo ya Mungu, kutii maelekezo ya Mungu. Pia hali ya unyenyekevu ni kuhitaji msaada kutoka kwa Mungu, kuwa na hali ya maombi, kuwa na hali ya kumtegemea Mungu, kuwa na hali ya kumtumainia Mungu. Tunaona pia hapa ndani yake hali ya kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako ni hali ya kuwa na imani na Mungu, kumwamini Mungu. Mungu anataka mambo haya matatu kutoka kwenye maisha yetu. Mungu anahitaji kuona wanadamu wanatembea na haya mambo matatu kwenye maisha yao. Lakini ukiangalia siri iliyojificha kwenye haya mambo matatu, tukianzia jambo la kwanza la kutenda, tunaona matendo yanafanyika kwenye miili yetu. Unatenda jambo kwa mikono yako. Unatenda jambo kwa kulifanya physically. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatutaka tumpende Mungu kwa miili yetu. Kwenye Warumi 12 mstari wa kwanza anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Tunaona Mungu anataka tumtii yeye, tumtumikie yeye kwa miili yetu. Lakini jambo la pili tunaona anagusa neno kupenda. Angalia neno la kwanza lililotumika pale, kutenda. Kutenda ni mwili.
Lakini jambo la pili tunaloliona hapa ni kupenda. Sasa kupenda kunatokea moyoni, kunatokea rohoni. Kwa hiyo Mungu anataka pia roho zetu ziambatane na yeye. Mungu anatutaka miili yetu, lakini la pili Mungu anataka pia na roho zetu. Hali ya kupenda. Kupenda kunatoka ndani ya moyo wa mtu, kunatoka ndani ya roho ya mtu. Lakini jambo la tatu tunaona kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwenda kwa unyenyekevu ni hali ya tabia ya mtu. Kwenda kwa unyenyekevu ni hali ya mwenendo. Kwenda ni hali ya mwenendo wa mtu, ambayo mwenendo inaambatana na maamuzi ya mtu. Mwenendo unaambatana na misimamo na misingi na utu wa mtu, ambapo hiyo moja kwa moja inaangukia kwenye nafsi ya mtu. Kwa hiyo tunaona sehemu zote tatu za mwanadamu Mungu anazitaka. Mungu anataka tutende kwa miili yetu. Mungu anataka tumpende na tumtumikie, ile kupenda rehema kutoka kwenye roho zetu. Lakini pia Mungu anataka mienendo yetu, maamuzi yetu, fikra zetu, utu wetu, misingi ya maisha yetu ambayo ndio nafsi zetu. Mungu anataka sehemu zetu zote kama wanadamu. Kwa hiyo Mungu anataka nini kutoka kwako? Jambo la kwanza, kutenda. Anataka mwili wako. Jambo la pili, Mungu anataka upende rehema kutoka moyoni mwako. Mungu anataka roho yako. Lakini jambo la tatu, Mungu anataka kuenenda kwako, kuenenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu anataka mwenendo wako, maamuzi yako, pale kwenye kiini cha maamuzi yako ambapo ndio nafsi yako. Mambo hayo matatu Mungu anayataka kutoka kwenye maisha yako. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.